Ukiwa mwanafamilia wa Satiba Online TV, leo tunakuletea simulizi yetu pendwa inayojulikana kwa uzuri wake ndiyo chanzo cha kuchukiwa na wengi. Kisa hiki kimesheheni mikasa mbalimbali. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii, naamini utajifunza vitu vingi. Mwanzo wa simulizi yetu. Mzee Ngeli aliishi na familia yake katika kijiji cha Ayala-Bey iliyopo wilaya ya Karatu, mkoa wa Arusha. Mzee Ngeli alipenda sana familia yake kwa kuhakikisha akiwa kama kichwa cha familia kuweza kutimiza jukumu lake kama baba. Mzee Ngeli alibarikiwa kuwa na mke na watoto wawili. Mzee Ngeli alijiona ni mwenye bahati sana kwa kupata watoto wawili wa jinsia mbili tofauti. Mtoto wa kwanza alikuwa wa kike, ambapo alimpa jina la mama yake mzazi Violet. Nitakuja kukujuza baadaye ni kwa nini Mzee Ngeli aliamua kumpa binti yake mpendwa Violet jina la mama yake mzazi. Na mtoto wa pili wa Mzee Ngeli alikuwa ni wa kiume na alimpa jina la Kelvin lililofanana na mjomba wake aliyekuwa rubani wa ndege. Kazi ambayo alikuwa akifanya Mzee Ngeli au baba Violet ilikuwa ni ufundishaji wa watoto shuleni, nikimaanisha taaluma alionayo ni mwalimu. Watu wengi katika jamii walimpenda kutokana na misemo, ucheshi wake, na alikuwa ni mtu aliyependa kushirikiana na jamii katika shughuli mbalimbali za kijamii, mfano kwenye misiba, harusi na sherehe zilizofanyika na wanajamii kipindi cha mavuno. Mzee Ngeli pia alikuwa ni mkulima mzuri sana, kwani kwa kila faida anayoipata kutokana na kilimo alikuwa akiiwekeza kwa kununua maeneo mengi zaidi kwa ajili ya kilimo. Hii ilimfanya kuwa na eka zaidi ya 70 katika kata ya Mang'ola iliyopo Karatu, mkoa wa Arusha. Kilimo alichojihusisha nacho ni kilimo cha umwagiliaji wa vitunguu. Kilimo ilimwingizia pesa nyingi zaidi na ndiyo chanzo cha utajiri wake. Mzee Ngeli aliamini sana kwenye kilimo, ndiyo maana aliweka nguvu nyingi kuwekeza katika kilimo. Ama kweli katika maisha, jitihada zako ndiyo itakufanya kutoka katika hali ya chini kimaisha. Ukiachana na utajiri na mali alizonazo, Mzee Ngeli bado aliipenda sana taaluma yake ya ualimu. Alifanya kazi hii ya ualimu tangu mwaka 2010. Mzee Ngeli alifundisha katika shule ya msingi Ayala-Bey. Hii ndiyo ilikuwa safari yake ya kwanza ya ufundishaji, na alikuwa akifundisha masomo mawili ambayo ni stadi ya kazi pamoja na science. Mbinu alizotumia katika ufundishaji ilikuwa ni rafiki sana kwa wanafunzi na iliwafanya kufaulu zaidi katika masomo yake aliyokuwa akiyafundisha kwa kutumia zana za ufundishaji kwa ufasaha. Hii mbinu ilimsaidia Mzee Ngeli wanafunzi wengi kuipenda masomo yake. Siku moja Mzee Ngeli akiwa anatoka shuleni kuelekea nyumbani kwake, alikutana na mwenyekiti wa kijiji aliyejulikana kwa jina la Lohai Wangwai. Walisalimiana kwa bashasha kubwa sana kutokana na hawakuwa wameonana kwa muda mrefu. Wawili hawa walikuwa watani sana. Mwenyekiti alimwomba Mzee Ngeli waende kijiweni angalau wapate kahawa, huku wakiwa wanapiga stori. Kijiwe imepakana na ofisi ya Chama cha Mapinduzi na dispensari ya shule ya msingi Ayala-Bey. Baada ya kutoka kijiweni, Mzee Ngeli pamoja na mwenyekiti kila mmoja alielekea nyumbani kwake. Mzee Ngeli alipofika nyumbani alimkuta mkewe aliyejulikana zaidi kwa jina la Mama Vai akiwa anacheza na watoto kwenye kibaraza nje ya nyumba yao. Mzee Ngeli alitabasamu kwa kuona familia yake ikiwa na furaha. Mzee Ngeli alipokaribia kufika karibu na nyumbani, nikimaanisha mbele ya nyumba yao, aliyekuwa wa kwanza kumuona alikuwa ni Violet.
Ndipo aliita kwa sauti, "Daddy, daddy, daddy." Mama Vai pamoja na kijana wake wa kiume Kelvin waligeuka kumkimbilia baba Vai aliyejulikana zaidi kwa jina la Mzengeli, kwa kumkumbatia pamoja na kumpokea mizigo. Familia hii ilikuwa ni familia yenye furaha zaidi. Nikimaanisha familia hii ilikuwa ni yenye furaha zaidi kutokana na misingi imara iliyojengwa na wanafamilia wenyewe. Tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii pendwa ya Uzuri Wake Ndiyo Chanzo cha Kuchukiwa na Wengi. Usisahau kujiunga na familia yetu pendwa ya Satiba Online TV kwa kubonyeza maandishi meusi yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification au simulizi mpya pindi tutakapokuwekea taarifa au hadithi mpya. Thanks for watching.